tumekuwa tukijifunza habari ya nini? Habari ya sikukuu ya vibanda pamoja na nini na makambi. Sasa jioni hii somo hili tumeamua kulirudia ili ya kwamba sasa watu wengine wapate nafasi ya kuchangia na kuuliza nini maswali. Sababu asubuhi kwenye ibada ya mtu atakuwa na swali, asichangie na asiweze kuuliza swali lolote. Lakini kwa vipindi vya jioni sasa, mtu kama atakuwa na swali atakuja hapa mbele, atauliza swali lake. Akiwa na nyongeza atakuja hapa mbele atafanya nini? Atauliza ama atachangia. Lakini tu nianze kwanza kutoa muhtasari kidogo yale ambayo tumepitia asubuhi, na hatimaye sasa mkuu mkijiandaa kwa maswali pamoja na nini na nyongeza. Sawa jamani? Kama unaona kwenye ubao hapa, toka asubuhi tumekuwa na mada mbili ambazo lakini watu walikuwa wakidhania kwamba ni mada aina ngapi? Ni mada moja. Kuna Feast of Tabernacles pamoja na camp meeting. Hivyo ni vitu vingapi? Ni vitu viwili hivyo. Na yeye sasa mtakosa sasa kuja kuongea kama ni mimi labda nimesema tofauti, ili ya kwamba sasa na yeye mchangie na muongezee ili somo tulipanua kwa namna gani kwa undani zaidi. Nikasema ya kwamba hivi vitu ni vitu viwili na namna gani tofauti. Unapoongelea habari ya Feast of Tabernacles, hapa umelenga moja kwa moja, inaitwa sikukuu ya nini? Ya vibanda. Hii haina maana nyingine ya pili. Jambo watu wa Mungu. Yaani hii ina maana ngapi tu? Moja peke yake tu yani. Ni kama hii mic basi ni mic. Sawa? Lakini unapoongelea habari ya camp, sawa? Camp zenyewe ziko aina namna gani sasa? Ziko aina, unaweza ukaelezea aina ya nini? Aina ya camp. Nataka kukwambia kwamba hebu elezea aina ya nini? Ya sikukuu ya vibanda. Hebu elezea aina za sikukuu ya nini? Za vibanda. Utaelezea zaidi ya ngapi tu? Moja ile ambayo ipo ni moja. Lakini hapa unaweza ukaelezea makambi ya wakimbizi, sawa? Kambi la jeshi, sawa? Kambi la vijana, sawa? Kambi la wakina mama, sawa? Kambi la wanafunzi wamekambika kwa ajili ya kujiandaa na mitihani, sawa? Kambi yani yako namna gani? Yako mengi mno mahali hapa. Hii ina maana namna gani? Nyingi mno. Kambi la mkutano wa dini wamekambika kwa ajili ya kujifunza neno la nani? Neno la Mungu. Kwa hiyo hii ina maana nyingi. Jambo la kwanza wote ni vitu. Lakini hii hapa maana yake inabaki ni ile ile tu, mkutano na sikukuu ya nini? Ya vibanda. Sasa pia tukaongea jambo lingine la msingi asubuhi ni kwamba hapa sasa panaruhusiwa mikutano hii ni mizuri ya nini sasa? Hii mikutano ya makambi ni mizuri, lakini nitakuwa nafundisha mimi kuelewesha watu ili waache kuchanganya, kuita ya kwamba ninakwenda kwenye sikukuu ya nini? Ya makambi. Leo hatuna sikukuu ya makambi. Leo hatuna sikukuu ya nini? Ya makambi. Sasa naona wanaona watu wengi sasa, hata wasabato wanasema ninakwenda kwenye sikukuu ya nini? Ya makambi. Haipo sikukuu ya makambi. Ile iliyokuwepo ni nini? Sikukuu ya nini? Ya vibanda, ambayo yenyewe leo tena haipo. Ile kilichobaki ni nini tu? Ni makambi. Haya makambi sasa ndio usiyaite kwamba sikukuu ya nini? Sikukuu ya makambi. Bila kitu kama ndio kwenye makambi. Makambi ya nini sasa tunaelezea sasa kama ni kambi la vijana. Kambi ya nini sasa? Unaona? Ni kambi ya kujifunza neno la nani? La Mungu. Nimekaa siku ngapi? Siku 3. Siku ngapi? Siku 7. Siku ngapi? Wiki 2. Ninyi wenyewe huko. Yaani sio dhambi. Sawa jamani? Kuwa na makambi. Lakini sasa kile kitu ambacho unakiona ndio sasa niko hapa kukirekebisha na kukifundisha kwa undani zaidi, kinachofanyika kwa wenzetu wanafanya kwamba tunafanya sikukuu ya nini? Ya makambi. Hichi kitu hakipo.
Wakilenga kama ndio nini sasa? Ndio hii itakuwa ni nini? Yaani hii ndio wanaita majina mangapi? Mawili. Yaani hii Wasabato wanaita majina mangapi? Mawili. Jina la kwanza, sikukuu ya vibanda wanaita sikukuu ya vibanda. Sikukuu ya makambi. Hapo ndipo unapojichanganyia. Sawa? Yaani wanaita majina mangapi? Sikukuu ya nini? Alafu sikukuu ya nini? Ya makambi. Ondoa makambi. Makambi hayana sikukuu ya makambi. Kwenye Biblia hamna jambo kama hilo. Ila mnaweza mkakambika. Sawa? Mnaweza mkakambika. Tumekambika kwa lengo lipi? Sasa elezea nini sasa? Lengo lenu. Israeli walikuwa wanakambika, wanafanya siku ya nini? Sikupata kwa makini hapo. Yaani tumekambika kwa ajili ya sikukuu ya vibanda. Sasa kuja hapo sasa, sawa? Tumekambika kwa ajili ya sikukuu ya nini? Ya vibanda. Huko inafanya nini? Huko inagomba huko kileta. Kwa nini? Maana huko hakuna hii tu wanapozunguka hii huko haifai nini? Huko hakuna neno maana sikukuu nani vibanda. Huko haifai nini? Unaona tena kabisa hapa. Walikuwa naita hivi wakati mwingine nani hakuna shaka hapa. Walikuwa naita wakati mwingine hao walikuwa naita kwa lugha hii. Kwa Kiebrania. Sawa? Wanaita nini? Supa. Wakimaanisha nini? Kibanda. Wanasosifiwe. Kwa lugha ambayo pia walikuwa kwa nini wakiitumia. Sawa jamani? Kwa Kiebrania waliita hiyo nini? Kibanda. Sawa? Kwa hiyo sasa ambacho tunachokiongelea mimi hapa kwamba usilete nini? Kibanda wapi? Ila kibanda unaweza kuwa nacho, sawa? Lakini sasa hicho kibanda chako kinalenga nini? Kinalenga kambi tu. Hakilengi nini? Sikukuu ya nini? Ya vibanda. Sawa jamani? Hamjambo watu wa Mungu. Hamjambo watu wa Mungu. Hiyo ndivyo iko hivi. Na tukatoa mfano Walawi 23, 30 na ngapi? Na sasa mpaka 36 na fungu la 42. Sifa zake hizi waliambiwa siku ya kwanza ilikuwa ni siku 7. Alafu ya 8 naongezeka ya ngapi? Ya 8. Haya basi tuwakubalia basi leo ipo. Haya tukubali hata basi tujifanye kama leo ipo namna gani? Leo ipo hii nini sasa? Siku ya nini? Alafu tuone je, ndipo unapoifanya? Haya basi ipo siku ya vibanda tufanye hivi sawa? Haya imeandikwa mtafanya siku ya kwanza ya juma. Yaani siku ya kwanza, sawa? Kutakuwa na kusanyiko namna gani? Takatifu. Msifanye kazi yote ya nini? Ya utumishi. Jambo la kwanza. Na mwishoni tena siku ya ngapi? Ya 8. Kwa siku 7 lakini baada ya hapo iliongezwa siku ngapi? 1. Sawa? Siku ya 8 tena kutakuwa na nini? Kusanyiko takatifu. Msifanye kazi yote ya utumishi. Je, ndivyo wanafanya hivyo leo? Lakini pia wanaambiwa ni tarehe 10 na ngapi? Na 5 mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Ndivyo wanafanya hivyo leo? Inakataa kila nini? Kila kona. Na ukisoma Hesabu 29, 12. Sawa hadi 38. Iko mahali pale. Kuna sadaka ambazo zilikuwa zikitolewa za aina mbalimbali kwa kila nini? Kwa kila siku. Sawa jamani? Kwa hiyo kwa neno yoyote inagoma ukileta leo unafanya mwezi wa 8, mwezi wa 9 haieleweki, alafu nakwambia ni hapo siku ya nini? Ya vibanda. Alafu mchungaji mnao anatokea wapi? Hotelini. Sasa hivi kuna kibanda cha hoteli. Ndio hoteli za vibanda. Na hiyo mnashuhudia. Yaani mchungaji anakuja na kama hotelini, alafu akatoka hotelini kuja kwa nini? Mimi toka zamani nilipinga sana. Siku moja nakumbuka tukiwa kwenye mkutano wa mtaa sasa. Tumeitwa viongozi wa kanisa. Kwenye mkutano wa nini? Wa mtaa. Anakuja hasa mchungaji alikuwa tokea ngazi za juu zaidi.
Sasa kuja kuhudumia kambi letu kwenye mtaa wetu, tukaambiwa sasa kwamba jamani, unajua mlete ili aje hapa hivi, lazima mchungaji tuandae hoteli na magari nzuri. Jambo la kwanza. Halafu mkicheza, akija akituma kuja hapa mchungaji kutoka ngazi za juu, mkamlaza hoteli za hivi, mwaka kesho hamtaitoa wawaka wajidada kwa mkuu yuko mbele za Mungu. Mimi nimewasikia tu nimekaa pale. Tena kutoka hata Jose alikuwa mdogo wangu. Tulikuwa naye kwenye kikao hicho cha mtaa. Wakaelezea. Baadaye nikajua mtu akisema sasa hii siku ya vibanda. Kwa nini hajakaa hotelini? Kama ni vibanda. Unajua bana, watu ni wakubwa, tuwe na hekima, watu wa Mungu, naweza akaumwa Mungu, halafu sasa mhubiri wa makabila asifanye nini? Yasiendelee. Sasa huyo Mungu aliyesema kae kwenye vibanda, hajui kama Mungu hapo. Hakujua kama Mungu hapo. Ndio bana, sasa tuwe na hekima, watu wanasema hakuna hekima kwa imeandikwa. Mimi sitaki. Mimi kwenye kanisa ninapoongoza, nenda kuambia hakuna kitu. Ndio nilikwamisha mimi kwenye mtaa. Mimi sio kuangalia hivi. Wani kisikia kitu nashikilia kweli. So kama yani tunachokile kiko hivi. Sasa baadaye sasa tunajua nini kilichofanyika. Wewe ulikuwepo pia, ushakumbuka. Wewe si ulikuwepo? Unaona? Sasa baadaye sasa wakatumwa watu viongozi wale wakubwa kwenye mtaa ili waje kwenye kanisa letu na matatizo. Waje watueleze kwa namna gani? Waje kuna magomo. Kama tunakumbuka walikuja na spirit prophets. Sasa ND White. Wakaja nazo magomo mangapi? Yale matatu yote. Wale kaja kwa shika hata wayafungu. Wale walisoma. Kusoma. Kwa wakati ya fungua tu wajua maana vitabu hivi fungua usome. Walirudi bila nini? Sasa muda wasa ni kosi ya adhabu sana nini sasa? Ni kosi ya nilikuwa tu naanza. Leo ndo hata uniguzi. Leo ukimsi naungua hapa. Muda wetu mlikuwa ndio mnafanya nilikuwa tu naanza. Lakini watu bado walishindwa hata kudhibitisha. Wakarudi na nini? Mimi nikamwambia hapa hapo mchango hapa. Sio kama nilikuwa mzee wa kanisa, nilikuwa tu kiongozi wa kawaida kanisani. Lakini nikamwambia hapo mchango hapa. Halafu jambo la pili sema hakuna goli. Kwa nini tunatuwekea goli? Eti mpaka goli, kila mshiriki goli. Magoli kila mmoja wanafunga magoli hata waende wewe. Hata waingie hata waingie finali. Kisema hapana. Magoli ya kazi gani? Biblia inasema kila mtu atoe sadaka kwa moyo wa kufanya nini? Kwa kupenda. Magoli hapana. Kanisa hatuna nini? Hatuna magoli. Ngoja nitufundishe namna ya utoaji wa nini? Kwa sadaka ndio ninapoongelea. Hata kuchinja ng'ombe mna changizo sehemu la jambo fulani mtakuja kanisa mkachinja ng'ombe ni laana inaandikwa hiyo. Sadaka ni kilemo zote hizo. Hata mkitoa ikavuka lengo ni sadaka nini? Ni kilemo zinaitwa hizo. Anasema Musa jangwani hakuchinja nini? Ng'ombe. Sawa jamani? Kwa hiyo sasa hiyo ikae hivi. Tukaangalia kwa mfano kutoka 19 fungu la kwanza Israeli walipiga nini? Kambi katika mji wa Helbo. Kambi lao ilikuwa inahusu nini? Wanapewa maagizo ya amri 18 za Mungu. Lakini hapa pia Israeli walipiga kambi kwa ajili ya nini? Pasaka kwa njiani. Sawa jamani? Sasa nipumue kidogo. Tutaendelea hatua kwa hatua. Kama kuna mtu ana swali, ana la kuongezea hata hapa mbele. Mwalimu kwa asubuhi ulikuwa na la kuongezea utaka kufafanua kitu fulani. Sasa ndio hapo kufafanua sasa. Karibu. Ndio tunataka na wasomi sana. Asante kwa nafasi hii. Wakati ukitoa ufafanuzi ya maneno haya mawili asubuhi, kwa maana neno la kwanza ni Feast of Tabernacles na neno la pili camp meeting. Kwa hiyo nilijaribu kuangalia maana ya maneno kwa Kiswahili. Ukisema feast kwa Kiswahili tunasema ni sikukuu. Tabernacles inamaanisha kwamba ni mahema au tunasema vibanda.
nikaenda nikaangalia maana ya camp meeting. Camp meeting ikasema ni a religious meeting held in the open air or in a tent. Kwa hiyo hii ikafafanua kwamba camp meeting maana yake ni mkusanyiko wa kidini ambao unaweza kufanyika mahali pa wazi au mahali ambapo kuna hema au tunasema tent. Maana tent ni neno la Kiingereza, kwa tukitafsiri ndio tunarudi kule kwenye hema. Kwa hiyo ina maana kwenye camp kuna option ya namna wa watu wanaofanya watakapokutanika. Unaweza kukaa hata pale kama kwenye mti hapo wakakaa, au wakatafuta sehemu kama kuna hema wakakaa, wakafanya kile ambacho kimewafanya wakutane. Lakini huku kwa namna ambavyo mtumishi amekuwa akielezea, ilionekana huku ilikuwa lazima kuwa kuna vibanda, na vile vibanda itimizi watu wote watakusanyika kwenye vile vibanda. Na vile vibanda maana yake ni kwamba ilikuwa ni kuwarudisha au kuwapa kumbukumbu wa Israeli namna ambavyo Mungu aliwatoa katika nchi ya utumwa. Wao walikuwa wakisafiri wakiweka hizo kambi. Kwa hiyo ni sehemu ambayo nilikuwa nikijaribu kuangalia maana ya camp na maana ya feast. Lakini pia bado tena nikaenda zaidi kujiuliza zaidi kwamba sawa, tunaposema feast tunamaanisha kama ni sikukuu, ndio? Je, watu huo wanafanya sikukuu bila kuwa na sababu? Tunaona watu wanafanya sikukuu kusherehekea, ndio, kwa sababu ya jambo fulani. Tunaona kuna Christmas, watu wanasherehekea kwa sababu ya kuzaliwa, wanapoamini kwamba hii ni tarehe Yesu alizaliwa, kwa hiyo wanafanya hizo sikukuu wanasherehekea. Sasa kama leo hii kutakuwa au kama sijafika leo hii, tukijaribu kuangalia hii Feast of Tabernacles, lengo lake lilikuwa ni nini? Kwa nini Mungu aliwaelekeza waifanye baada ya kufika kwenye nchi yake? Kwa nini Mungu aliwaambia waendelee kufanya? Au ilifanywa kwa sababu zipi? Moja ya sababu ambayo imekuwa ikielezewa au maandiko yakisema, ilifanywa mara baada ya kuhani mkuu kutoka kwenye chumba cha patakatifu pa patakatifu. Sasa kama leo tukisema tunafanya hii sikukuu ya vibanda, je, lengo letu sasa kwa sasa kama sisi kanisa tunasherehekea kitu gani? Je, ina maana hatuwezi kufanya vitu kinyume na maandiko? Ina maana obvious lazima tusherehekee pale ambapo tunaona sasa dhambi zetu zimesamehewa. Na maana Yesu ambaye ni kuhani mkuu, tuna uhakika sasa ameshatoka patakatifu na sisi sasa tumeshaokolewa, kitu ambacho bado kipo kinaendelea. Sasa je, tutaendelea kufanya hicho kitu wakati bado Yesu yuko ndani ya patakatifu? Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa ni mitazamo yangu na namna ambavyo nimekuwa nikitazama hili somo nikiendelea. Asante. Amina sana. Mungu akubariki sana. Mwalimu alifafanua vizuri sana kwa namna gani maneno haya, kama jinsi ambavyo mmemsikiliza. Hivyo ndivyo ambavyo na mimi sasa pia nimekuwa nikijiuliza jambo lingine la msingi. Hivi watu wanapofanya hivi, ina maana mimi tu ndio nayefahamu, wengine hawajui? Nikasema hapana, sio kweli kwamba ni mimi tu ndio nayefahamu, wengine hawajui. Wanajua, ila sasa kitu ambacho nimekuwa nikiona kwenye makanisa, popote pale ambapo kuna maslahi ndani yake, watu wanapofanya nini tu? Kupafunika, kukaa kimya, hawaelezei watu ukweli. Yaani kwa mfano, angalia siku hizi, siku ya Christmas. Kwa Biblia haimo, wanafikiri hawafahamu kwamba ni uongo unaosherehekea Christmas. Wanajua kabisa kama huo ni uongo, ila kwa sababu kuna maslahi ndani yake wanaendelea naye hiyo sikukuu. Tena wanaosherehekea siku ya Christmas ni maprofesa, watu wasomi kabisa, ila wameng'ang'ania, ila kwa sababu ndani kuna maslahi ya nini? Sio ya wokovu. Maslahi yake ni nini? Kuna sadaka zinatolewa na wanani? Kwa hiyo ikifika ule muda, na jamani, kwa sadaka za nini sasa? Kuzaliwa kwa Yesu. Ndio Yesu waka hapo.
kila mwaka anazaliwa, kila mwaka anazaliwa. Yaani leo kuna watu wanaanza chini sana. Yaani sisi tunajiandaa hizo huduma mara ngapi? Mara ya pili, yuko ndani ya chumba cha pili. Wengine kishukuta mwakani anafanya tena, anazaliwa. Yaani wako nyuma kabisa ya nini? Ya unabii yani. Ndio uone makanisa ambayo yako nyuma ya unabii. Yaani watu ambao wanajiandaa kumlaki Yesu rudi mara ya pili, kuna wengine mwaka kesho mwezi wa 12 anafanya nini? Anazaliwa. Sasa kwa sababu kuna maslahi, watu wanamjamani andaa kama yako nzuri. Yesu azaliwe ndani ya nini? Moyoni mwako. Kwa muda wote niko katika hajazaliwa niko mpagani. Unaniambia leo Yesu azaliwe moyoni mwangu. Kwanza azaliwe mara ngapi? Kwa hii pia ni yale. Wanajua ndio maana kuna magoli mengi. Wao angalia makanisa. Ikifika hapo kuna magoli makubwa mno hapa. Yaani kuna sadaka nyingi mno hapa ambazo wao zinatolewa. Fanyeni mkutano wa nini? Wa makambi. Na hauiti siku ya nini? Ya makambi. Unaitwa tu mkutano wa nini? Wa makambi. Hivyo sasa huko kwa neno Kristo. Huko nini tu? Ni camp meeting. Basi lesha tu hapo. Sawa jamani? Sawa jamani? Haya, mtu mwingine anakuongea hapo. Kwa swali lingine huko ama niongeza? Vipi unaangalia kitu fulani? Basi sawa, ndio kuangalia ukipata utafariji utakuja hapa. Nataka tuweke namna gani mambo wazi. Sasa tuendelee kidogo hapa hivi. Tukaangalia kwa jambo lingine la msingi. Mahali hapo mmoja ya msingi. Israeli walipokuwa wanatoka nchi ya Misri. Kiroho sasa, sawa? Nchi ya wapi? Ya Misri. Njiani hawakuwa na siku ya nini? Ya vibanda. Ila walikuwa na nini? Na kibanda. Tena tu wao wanachanganya. Njiani walikuwa na nini? Na sukuti. Lakini hawakuwa na nini? Na fisti. Sawa, of sukuti. Sawa? Yaani walikuwa na nini tu? Kibanda cha fulani. Ndio kusoma hata kwenye roho ya unabii, kitabu cha Pendo lisilokifani kurasa 49 imeandikwa siku ile wafundisha hapo. Walikuwa wanatembea kila familia kwa kitendo kikubwa kwa Abeli wa Dani wa Manase wa nani? Wa Yusufu wanatembea kila mara kikoo na kila kwa ilikuwa na nini? Na nini? Bendera yao. Wanatembea kila kwa nini? Wamenyanyua nini? Bendera. Huku juu kuna nini tena? Kuna wingu ambayo lilimwakisha nani? Mungu yuko pamoja nao. Kama ni mtana asijua ndio sana mnaangalia. Sasa wao hapakuwa na jua hapo kama. Unajua mno. Hamna wao. Mchana jua linapokuwa kali kulikuwa nini? Na wingu. Linazuia nini? Jua. Kwa wingu atembea kwenye anaangalia tu wingu. Likisimama wingu mnakaa hapa. Unaweka nini? Unaweka kibanda. Na vibanda sasa unajenga kulingana nini na koo. Mnaweka nini? Vibanda. Mnakaa. Ile sio siku vibanda tu ya kupumzika. Sawa? Maana ni wapi? Ni jangwani. Jangwani hata watu wengine wanakuwa na vibanda. Soma Yeremia 9 fungu la 2. Fungua mahali pale. Somaji. Yeremia 9 fungu la 2. Vibanda vilikuwa hapo tu. Njiani. Yeremia 9 fungu la 2. Soma hapa. Kwa sababu jangwani hakuna miti, kuna mchanga, sawa? Sasa wale watu wengine sasa walikuwa na vibanda njiani kupumzika. Soma hapa. Yeremia 9 fungu la 2 inasema, naam, laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani. Laiti ningekuwa na mahali pa kukaa jangwani. Kibanda cha wasafiri. Kibanda cha wasafiri. Yaani kwenye kibanda cha wanani? Cha wasafiri. Yeremia alipoona wana wa Israeli wanafanya dhambi sana, alitamani ahamia wapi? Jangwani, kwa kwenye kibanda cha wasafiri. Akakae. Kumbe jangwani palikuwa na vibanda vya nini? Vya wasafiri. Sasa Waisraeli sasa walipokuwa wasafiri walikuwa na vibanda. Ile kibanda cha wasafiri hakitu nini? Sikukuu. Ni kibanda kama kinini tu? Kama kibanda. Sawa? Msafiri wanapokuwa linawaka anakaa huko. Ile sasa wana Waisraeli wao walikuwa na nini? Walikuwa na wingi. Halafu kile kibanda cha kupumzika sasa kama fanya walali. Wanalala hapo kwenye kibanda unaona. Kwa hiyo hakuna sikukuu. Wingu tena likifanya nini? Likiamka. Na nyinyi tunafanya nini? Sasa wale wako wingu liamka hapo
ukomenda kuoga sababu yako. Utawakimbilia wenzako. Wingu limeshafanya nini tayari? Mali shamba wingu. Ni kwa nini tayari? Naweza kuondoka. Sisi nikaoge. Wingu limeshafanya tayari. Limeshaibuka tayari. Usiku tena hivyo hivyo wingu linawaka nini? Moto. Ndio umeme unafanya nini unawamulikia. Kwa hiyo walikuwa wanatembea na Mungu, wako naye moja kwa moja wanaangalia kwa mfumo wa nini? Nguzo ya moto usiku. Na mchana wingu la nini? Linawafunikia nini? Kwa hiyo sasa njiani walipokuwa wanatembea walikuwa hawana sikukuu ya vibanda. Walipofika sasa wakasema sasa vile vibanda vya njiani vilivyokuwa mnavijenga fanyeni nini sasa? Sikukuu. Na sisi kileo leo tunasafiri kutoka Misri ya wapi? Ya wapi? Duniani. Kuelekea Kanaani ya wapi? Na mbinguni. Kwa hiyo hakuna kibanda cha sikukuu. Yaani watu wanaoelewa unabii, wanaokwenda na unabii. Hiyo unaojiendea tu. Kwa hiyo wanafanya nini? Ila kiunabii sasa, maana unabii ni tochi, ni dira. Kiunabii tunasafiri kutoka wapi? Misri ya duniani. Tunaelekea Kanaani ya wapi? Kama jinsi Israeli walipokuwa wanasafiri kutoka Kanaani, kutoka Misri kwenda Kanaani, njiani hawakuwa na sikukuu ya vibanda mpaka walipofika wapi? Na sio hivyo tu, mpaka kuhani tena amalize kufanya nini? Upatanisho. Wewe na uhakika tumesamehewa, ndipo unafurahia nini sasa? Sikukuu. Uwezi kurukaruka kesi yako iko mahakamani. Sawa jamani? Hiyo ni point kabisa ya nini? Ya msingi. Na mwezi ulikuwa ni ule ule. Tuliona Yeroboamu wa Nebati alibadilisha sikukuu ya vibanda, akapeleka mwezi wa ngapi? Wa 8. Tarehe ile ile Mungu alipiga. Na wale wanaopeleka wa 9 wa 10 na ngapi au wanasema siku hii wao wanafanyaje? Hapo nawaambia watu mbele sabato ya nani? Ya Bwana. Yesu amesema makapi siku ya Bwana. Ni watu na wale. Si ndio watu kwa namna gani? Wale. Mwalimu yeye alisema aliyepokea rushwa na aliyetoa watu namna gani? Watu nini? Watu wananyang'anya. Ila ni mama anaongea kwa Nyerere, aliyetoa rushwa na aliyepokea rushwa wote namna gani? Wewe umebadilisha sikukuu ya vibanda. Unapeleka mwezi wa 9. Alafu namwambia mwingine anabadilisha watu ya nani? Ya Bwana. Sote wote wale wote. Sawa jamani. Niongeza nyingine hapo na. Naam, kama karibu tarudi hapa tena. Sawa. Nasema ingependeza watu wanafanya. Isura picha ya kwamba ni pipi. Unaona? Pipi imeeleza ya kwamba ingependeza watu wa Mungu leo wawe na sikukuu ya vibanda, ukumbusho kama ilikuwa kwa nani? Kwa wana wa Waisraeli, wawe na sikukuu ya vibanda akilini mwao. Kwa nini akilini mwao? Kwa tunatembea nayo unatoka shuleni, sawa? Uko na haka si kufanya sawa baoni, sawa? Unaambiwa moja wapi? Yaani unapokuja hesabu unaandika hapa, hapo kile unafanya nini? Ile moja kichwani maana uiachi, unatembea na. Kwa hiyo sisi siku ya vibanda moja wapi? Moja kwa tunatembea nao wapi? Akilini. Tujue ya kwamba milele kuna nini tena? Ile wapi sasa? Baada ya mavuno, kuvuna sasa Yesu Kristo kuvuna makutano. Walipovunwa, maana pia Israeli walifanya baada ya mavuno ya leo yanayoongelewa sio ngano, sio mahindi, Francis, sio wali, sio mchele. Mavuno ya nini leo? Mavuno ya watu. Kristo kishavuna. Mavuno yakishavunwa ya watu. Ndio sasa tayari tunaanza kuvuna na amemaliza kazi yao nini? Ya uongozi, ya ukuhani. Ndio sasa tunatembelea wapi? Moja wapi? Kichwani. Ndio tunaifanya kwa njia nini sasa? Kwa vitendo sasa. Ila sasa yenyewe haitakuwa na nini? Na matawi kama haya. Haitakuwa na matubai. Kwa hiyo na aina yake wewe jiandae kwa mahali pale unaiona yenyewe. Ile hitimisho sasa yenyewe sasa. Yaani ile hitimisho namna gani?
Kwa hiyo tunatembea nao wapi? Moja kichwani, tunatembea naye. Tukijua ya kwamba itimu yake liko wapi? Tena tunataka tusome hapa kwa OTP. Afugisi kusoma point moja hapa. Mambo sasa naomba nisome mambo fulani ambayo asubuhi sikuyasoma. Ni sura ya 52. Ya, yuko mahali pale. Kuna mambo fulani sikuyasoma asubuhi. Sema hivi. Sikukuu ya vibanda haikuwa kwa ajili ya ukumbusho pekee yake. Haikuwa kwa ajili ya nini? Sikasoma hapa sikukuu ya pekee yake. Bali ilikuwa pia ni kivuli. Kinini? Kivuli. Haikuelekeza nyuma wakati wa safari ya jangwani, lakini kama ilivyokuwa sikukuu ya mavuno, ilisherehekewa kwa kukusanya mavuno ya nchi, na ilielekeza mbele katika sikukuu ya kukusanya mara ya mwisho. Naongea tu kwa taarifa. Baada ya mavuno ya nini sasa? Yale mavuno ya Waisraeli ndio mavuno ya nini tena? Ya kwetu ya Kristo kishavuna vinafanyika. Lakini kama ilivyokuwa sikukuu ya mavuno ilisherehekewa kwa kukusanya mavuno ya nchi, na ilielekeza mbele katika sikukuu ya kukusanya mara ya mwisho, wakati Bwana wa mavuno atakapotuma wavunaji wake ili kukusanya magugu pamoja magugu pamoja katika mafungu kwa ajili ya kuchoma moto na kukusanya ngano katika ghala yake. Wakati huo waovu wote wataangamizwa, watakuwa kama kwamba hawakuwepo kamwe. Obadia 16, lakini Obadia 16 ni mmoja tu. Na kila sauti katika ulimwengu mzima zitaungana kwa kumsifu Mungu. Yohana anasema, na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na nilisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwana-kondoo hata milele na milele. Watu wa Israeli walimsifu Mungu wakati wa sikukuu ya vibanda, kadri walivyokumbuka rehema zake katika kuwakomboa kutoka utumwani Misri na upendo wake kwa wakati wa maisha ya safari jangwani. Walifurahia pia utambuzi wao kwa kupata msamaha na kukubaliwa kupitia huduma ya siku ya upatanisho ambayo ilikuwa imepita muda mfupi, lakini wakati waliokombolewa na Bwana kanisa sasa, na Bwana utakapokusanywa salama na kwenda Kanaani ya mbinguni, wakiwa wamekombolewa milele kutoka katika laana ambayo kwayo viumbe vyote pia vinaugua pamoja nao na vitu pamoja nao. Watafurahi, ndipo watafurahi kwa furaha ya isiyoelezeka yenye utukufu kamili. Kazi kubwa ya Kristo ya upatanisho ya unini kwa wanadamu itakuwa imemalizika na dhambi zao zitakuwa zimefutwa milele. Ndipo nyika na bahari palipo ukiwa watafurahi. Sema nyika, bahari na ukiwa. Watu wanawakisha mahali pale watu. Ndipo baada ya sisi hapo tunafanya mambo ya sasa. Ya sikukuu sasa. Ndipo jangwa litashangilia na kuchanua maua kama waridi. Litachanua maua mengi na kufurahi na kwa shangwe na kuimba. Bwana asifiwe. Baada ya nini mahali pale? Baada ya Kristo kukamilisha kazi ya nini? Ya ukombozi. Sio kwa mkini, ni kwa ajili ya kufanya msingi kwa watu wa kuoga waelewe. Ndio maana hapo kuna kitu ya msingi sana. Yaani kuhani aliingia kulikuwa na vingapi? Chumba cha kwanza kiliitwa parini patakatifu, sawa kwa kawaida. Chumba cha pili parini
nini? Kuna pazia ambalo limefariki limetenganisha maisha. Sawa? Kwa maana yake huduma ya duniani iliisha. Pazia lilipasuka kuashiria kwamba hekalu la duniani limefanya nini? Limeisha. Ukuhani wa duniani umefanya nini? Umeisha. Kwa hiyo leo hakuna mpatanishi wa duniani. Anabaki ni nani sasa? Kristo anakuwa ndio kuhani. Ameingia chumba cha ngapi? Chumba cha pili. Anafanya kazi ya upatanisho. Hakuna sikukuu ndio kwambia hivi. Haya. Kuhani sasa wa duniani alipokuwa anaingia chumba cha ngapi? Cha pili, sawa? Kufanya huduma ya nini? Kulikuwa na mbuzi wangapi? Wawili. Waelezea asubuhi hao mbuzi wangapi? Wawili. Mbuzi mmoja aliitwa mbuzi wa Bwana. Mwingine aliitwa mbuzi wa Azazeli, ama mbuzi wa majini, ama mbuzi wa shetani wa shetani. Mbuzi wa nini? Azazeli. Kwa hiyo kuhani sasa alimchukua yule mbuzi wa nini? Kwanza yeye mwenyewe alitoa kafara kwa ajili ya nini? Yeye mwenyewe kwanza alitoa kafara ya kuungama dhambi yeye mwenyewe na familia yake. Ndipo aingia chumba cha ngapi? Cha pili. Wewe kaingia hivyo chumba cha pili. Kwa sababu ujitakasi. Kwa kaingia kufanya kazi ya upatanisho. Anatoa sadaka ya kwake na familia yake kwa ujumla. Sawa? Baada ya hapo sasa ndipo tena anarudi kwenye hao mbuzi wangapi? Wawili. Mbuzi wa Bwana aliitwa, anakuwa anachinjwa. Ndio atolewa nini? Kafara kwa ajili ya upatanisho wa nani? Wa watu. Huko na wao na wenyewe watu Israeli wamezunguka, wameweka vibanda sasa. Wamezunguka nini? Kambi. Wanajipeleleza, wamefunga, wanaomba. Ni muda wa kujinyima ili dhambi zao zifanye nini? Zisamehewe. Ndio maana muda huu tunaoishi sisi ni muda wa kujinyima, sio muda wa nasa. Wakati majina yetu yanapitiwa, kuhani akifanya nini? Akipitia majina yetu. Sasa nashangaa. Jina linaitwa Yesu ni mtetezi pia. Sasa linaitwa bali ni fulani. Yesu aongeje pale. Jina linaitwa hapo na ile linaitwa Yesu sema damu yangu ya tosha kwa ajili ya wewe. Sasa anayeangaliwa anayetetea sasa. Unajua kama unatetea na wewe katika kwa nini angalau mzao wakati. Yaani leo kale uteteza angalau basi. Sasa mtu unatetewa unapianga tu watu ueleweke. Huyu ndio unamtetea huyu. Wakimwangalia anatetewa, si huyu hapo ndio msema huyu. Hebu mwangalie sasa yuko hapa. Inashindikana namna gani? Hata kuna mazingira hata ya kumtetea nani? Tetea. Kwa hiyo basi, baada ya mwisho hapa, kuhani sasa anapomaliza zile dhambi zote anazihamishia dhambi za watu ambazo zimeungamwa. Kuhani anazihamisha kuziweka kwenye mbuzi ule wa nani sasa? Wa Azazeli. Anazihamishaje? Anamwekea nini? Mikono mahali pale kwamba dhambi zimehama kwa nani? Kwa watu wa Israeli zimehamia kwa nani? Kwa Azazeli. Mwenye nini? Mwenye dhambi zake tumemrudishia. Alafu anaangalia mtu mmoja ambaye anaambiwa sana. Wanamchukua mpeleke wapi? Jangwani. Wanampeleka jangwani, huyo mbuzi wa nani? Wa Azazeli anafika na hapo huko jangwani. Wazee waliamini ya kwamba jangwani ni sehemu ndio kama jini. Waliamini ya kwamba sehemu ambapo kuna uoto wa asili, kuna baraka ya nani? Ya Bwana. Sehemu ambapo hakuna uoto wa asili, hapo anakaa nani? Nakashikaona anapeleka wapi? Jangwani. Akishafika jangwani huko anamwacha hapo, anarudi namna gani? Anarudi mbio, anapotelea huko. Maana yake ni kwamba hiyo inawakilisha baada ya Yesu kumaliza kazi ya upatanisho, dhambi zote atamrudishia nani? Shetani. Sasa wewe kama hujaungama utapata dhambi zako na shetani. Sio kusudi la Mungu kwa kuwatuma watu moto. Lakini sasa hakuna namna kama endapo wewe huungami. Dhambi iko ndani ya nini? Ndani ya moyo wako. Hakuna namna sasa hapo. Ndipo sasa watu watamsaidia nani? Shetani kumpunguzia nini? Mizigo. Ndio maana leo shetani anafanya kazi kubwa sana ili watu wafanye wampunguzie nini? Angalau mzigo wa dhambi. Lakini hata maandiko yanatuambia yeye atakuwa ndio waamuzi kufanya nini? Kuondoa kueleza ziwa la moto atumwi milele zote. Ile ni muda mrefu. Hilo lijue. Sasa yaani muda mrefu sasa ni kuacha.
wale waovu namna ya kuungua. Mimi kumbe sikuwemo kabisa mimi Mungu. Sasa vipi? Yaani kumtoa kwa Francis usiku. Kwa kweli? Kwa kweli? Mimi ana mwanzo ulifika kabisa kwa usiku nziwa hivi. Maana kisoma eti unaungua kulingana nini? Ndio maana kama watapigwa sana kwa kidogo. Ile ndio hiyo tafsiri yake hiyo. Kama mtu anayefanya katika namna gani? Kidogo atapigwa sana, ndio maana yake sio kwamba watapigwa viboko ndio kuungua sasa. Shetani ataungua zaidi ndio wa nini? Wa mwisho. Kwa kuna wengine wataungua saa moja. Unaona? Wengine masaa matano, wengine mpaka jioni, wengine mpaka kesho kutwa. Bwana asifiwe. Ila mimi nikamwambia mimi mfanye kabisa. Unitoe kabisa humo, yani mimi unitoe humo. Mimi si usiku. Kwa hiyo sasa baada ya mwisho dhambi zote anaulikuwa nani? Azazeli ambaye ndio nani? Shetani. Ndipo jangwa linafanya nini? Linachanua. Mlozi unatoa nini? Maua. Ndipo watu sasa wanaingia mbinguni. Kuhani sasa anafanya nini sasa? Anakuja kuvuna Yesu. Kuvuna nini? Mavuno yake duniani hapa. Mbingu zinapasuka, anashuka nini? Kama pala. Kwanza hivi duniani hapa. Kama nakufumbua na mlaki hewa. Sio na mlaki, kuna mlaki. Kwa mlaki wapi? Mimi ni kweli nimesema. Kuna mlaki kwenda wapi? Hewani. Wakatifu wote. Ndio tuko kwenu. Baada ya mahali hapa pia hapo utafanya mahali pale pia utakosa. Kwa safari ya kwenda mbinguni muda wa siku 7. Siku ngapi? Siku 7 inafanya safari ya kwenda mbinguni. Tukipitia kwenye sayari mbalimbali. Lakini muda huo bado tuko washamba kweli kweli. Tuko washamba kuliko maelezo. Hapo tumezikika, tumechoka kwa sababu tunataka yeye sana. Sababu ya wapi ya hii sisi ya wapi? Bali kwa sababu maandiko yanaongea Francis kwa. Yaani njiani Yesu alikuwa na kazi ya kutoa maelezo kwenye masayari ambayo hayakuasi, atakuwa na hojiwa. Na huko watoa wapi? Hao ni wakina nani hao? Yaani ni malaika, yaani sio malaika. Yaani ni mtu tunafanya nini? Tunakubeba hivi, yaani hao ni watoa wapi? Hao ni wakina nani? Hapo si Francis huko kwa nini? Ingawa cha nani? Chali mtu ambaye alikuasi, liduma mali kwa sababu masali mengi. Yaani ndio hivyo hivyo. Huyu mtu nini huyu? Yesu sema hawa ndio rafiki zangu ambao nifanye nini? Nienda kuwafia ile dunia. Mbona wako hivi mbona sasa mbona wametoka sana mbona? Muda wa siku ngapi? Muda wa siku 7. Baada ya siku 7 malango yanafunguka kuingia wapi? Ndani ya jiji la mbinguni. Hapo ndipo kuna nini sasa? Kuna kambi la watu kubwa, makutano wengi sasa. Hapo ndipo kuna nini? Kuna hitimisho la nini? La Feast of Tabernacles. Wapi? Mbinguni sasa hapo. Ndio maana leo tunatembea nao wapi? Hatujaifuta. Tunatembea nao wapi? Kichwani tuko nayo. Lakini hatuifanyi moja kichwani. Moja kichwani sasa kama kichwani wao kifika mwisho tunafanya nini? 6. Na ile ya kichwani inakuwa ngapi? Ndio sasa unapotaka na moja ngapi? Unapofika mwisho unatoa basi kwa sababu na ngapi? Na 6. Na ile ya kichwani unaweka nini sasa? Sasa. Kwa sababu sivyo. Kwa swali lingine. Na kwa swali. Mimi na swali. Swali langu siulizi kwa niaba ya kujibiwa, ila nauliza kwa niaba ya wote. Ni kwamba somo kama hili limetolewa kama somo la uamsho. Sasa je, mimi nauliza kwa maana sasa hivi ni muda wa sisi kujipeleleza. Je, tunajipeleleza na kujihoji au tunasikiliza tu somo halafu tunaona ni kama yale masomo mengine? Maana somo kama hili ukiangalia na sikukuu ambazo tumejifunza hivi karibuni, yaani ni vitu ambavyo yaani vinaelekea kutimilika. Sasa je, tunajihoji au tunajipeleleza kama jinsi ambavyo ukuhani wetu
yuko katika chumba cha pili akitupatanisha na Mungu. Je, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kutetewa au tupo tu hatueleweki? Na sisi tujiulize hivyo. Yaani mimi nauliza tunajioje au mchungaji mtarajiwa yeye anauliza kwamba je, tunajihoji sasa kama kwa nini ndani ya chumba cha ngapi? Cha pili. Tunajihoji sasa kama kwa nini ndani ya chumba cha ngapi? Cha pili. Maana yake unaishi maisha kufanya nini? Ya kujipeleleza. Unajua hiyo haijulikani. Ndio maana inasema kwamba yaani kuna wengine wanakuta wamefanya nini? Wamelala. Wengine kuna nini? Imeandikwa kama yaani wakati sasa wana mitindo wa dunia wanapozama katika mitindo ya watu, ndipo hapo ghafla nasikia kule mbinguni imefanya nini? Inakwisha. Mfanya biashara anapoendelea nini biashara zake duniani, ghafla tangazo la wapi? La mbinguni imefanya nini? Imekwisha. Mkulima anapoendelea nini? Kwa mipango, anapopanga mipango yake, ghafla uamuzi wa mbinguni usiobadilika nasikia umefanya nini? Umepimwa, umefanya nini? Sasa jambo la familia hapo. Fanyeni biashara zenu, fanyeni kazi zenu, lakini muda huo unatembea ukiwa umejiandaa na magari. Ni kweli sasa umejiandaa. Baba mimi sili hasara, hata kama ikitokea leo jioni niko tayari. Sawa jamani, hicho sasa. Alichokuwa akimaanisha nani? Mchungaji mtarajiwa. Sawa jamani. Kwa hiyo sikukuu ya vibanda tumeangalia kitabu cha Yohana ile sura ya ngapi? 7. Yesu akaambiwa na ndugu zake na wale ambao wamwamini, kwea siku ya nini? Ya vibanda. Akasema mimi si kweli. Nendeni nini? Mimi sifanye nini? Mimi siendi. Siku ya Wayahudi ilikuwa imefika ya vibanda. Wakamwambia wewe usiende kwa uende ukajidhihirisha kwa Yesu, kama mimi siendi, nyie nendeni kama hujafika. Wao wakaenda, lakini baadaye Yesu alienda katikati ya nini? Ya juma. Na alienda sio kwa ajili ya kufanya kusherehekea siku ya vibanda, alienda kuwafundisha kama hii ndio mimi. Ndile igizo la mwamba mlikuwa mnafanya, ule mwamba, yale maji ambayo makuhani walikuwa wanaweka kwenye Biblia, walikuwa kwenye ngazi na tilika hapo kwenye mto. Ilikuwa ni kitu kinafanyika. Ndio mimi sasa. Kwa unabii umetimika, ndio mimi ndio maji ya nini tunafanya. Walienda sio kwa ajili ya kusherehekea siku ya vibanda. Kwa hiyo Yesu hakufanya siku ya nini ya vibanda. Alienda kwa sababu tayari Wayahudi wao walikuwa nao tayari wanaendelea nayo. Mpaka leo wako nao nani? Wayahudi. Wanaendelea nayo maana hawaamini nani? Hawaamini Yesu. Na makuhani hao mpaka leo wanao. Hao Wayahudi. Wanao kama makuhani hao wanao. Wanaendelea kukana nini? Na makuhani. Na walipo watu wakumbuka wamefanya wameanza. Kwa mfano kuna jambo fulani hapa juu. Ukurasa wa 350 hakuna ukurasa, sikuni nasema kwa thibitisho. Pambano kuu ukurasa wa 350 imeandikwa hivi maneno haya, pambano kuu 350. Inasema ni sura ile ya 39. Wakati Mungu alipowaacha Wayahudi wao pamoja na makuhani wao walikuwa bado wakijihesabu kuwa ni wapendwa wa Mungu, huduma za kanisani zilikuwa zikiendelea kama kawaida. Kila siku waliomba baraka kwa Mungu kana kwamba ni watu wataua, na hali kadhalika wamejaa uharibifu wakiwa na hatia ya damu ya mwana wa Mungu. Hali kadhalika mstari wa ulimwengu utakapokuwa umepigwa na kesi yake imeamuliwa milele, wenyeji wa ulimwengu hawatatambua hata kidogo aina ya ibada ambayo haina msingi zitakuwa zikiendeshwa kila kimtindo na watu ambao Mungu hayumo kati yao. Shetani ndiye atakuwa akiwaongoza ili kukamilisha kusudi lake la udanganyifu. Haina maana kama mkiachwa ibada mnaacha. Ndio maana kama makanisa haya ya Babeli yaliyoanguka bado yanaendelea na nini? Na ibada, tena yana watu wengi. Bila roho wa Mungu hayumo ndani yao.
Sawa jamani? Ndio iko hivi. Ndio iko hivi. Kwa hiyo Yesu alikwea akaenda, sio kwa sababu kwamba anaenda kwa siku ya vibanda. Alienda tu kuwafundisha. Na ndio maana baada ya hapo sasa Yesu amekaa duniani hapo miaka mingapi? Kusema asubuhi. Sasa na ngapi? 30 si ndivyo? Sasa na ngapi? Na moja na nusu. Ya kima wasomaji sana. Kama unajua muda aliokaa Yesu hapo. Kule kama mshuhudia miguu. Sasa watu wengine kama unajua hiyo habari kama anakaa saa 1:30. Uweze tu watu wengine huko wajui. Lakini hapo tuna kuona watu tu wanajibu hapo. Hata tunaona wasiwasi hata waangalie kusoma. Inatoka wapi tu? Kichwani tu. Maana imekula bomba Mungu awapeleke sana. Muda wote Yesu amekaa hapa miaka hiyo yote. Alifanya vibanda vya watu. Sikia vibanda ya watu. Alifanya siku ya vibanda ya wapi? Haya, ameondoka kwenda mbinguni, aliacha kanisa lake la mitume limeanza. Mitume walifanya siku ya vibanda wapi? Sasa uelewe. Kwa hiyo Wayahudi alienda tu, mara sasa ndio anakwenda kujidhihirisha nini sasa? Utumishi wake, kwenda kuwafundisha kama mimi ndio maji ya nini? Au ndio ya mwaga yote. Ndio anilenga mimi. Sasa watu wengine hata niona kwenye grupu moja hapa. Unaona? Nilikuwa wasabato grupu nimeona kwenye mtandao. Nilikuwa nafanya nini? Grupu kabisa hivi la unaona wanafanya nasema jamani siku ya imani sio nini? Mimi nimeingia katika comment. Tawarushia hapana kusoma hicho. Nimeandika pale kwa ujumbe kwa kwenye inbox kwa unashangaa kwa kwenye inbox hapa hivi. Hakuna ndiye aliyeishi. Unaweza sifiwe. Iko wazi, yaani iko namna gani? Iko wazi tu. Yaani iko tu wazi. Lakini watu pale wale kila mtu kabisa comment amina. Nikasema hapana sio kwa hakika. Soma hapa iko hivi na hivi na hivi. Hadi mimi mpaka mnipata kwa nini? Iko hapa message ya mtu kwenye inbox. Soma jambo la kweli. Hiyo jambo liko namna gani? Liko hivi, maana nilioka hivyo. Kwa sababu lazima na maswali. Sasa Yesu anakamna wote hapa alisherekea wapi? Siku ya vibanda. Haya mitume wamebaki hapa. Wamesherekea wapi? Siku ya vibanda. Unaiona wapi tena sasa? Ila sasa baadaye ndipo unakuta wakina Ellen G. White sasa. Sawa? Wanakuwa na nini? Na makambi. Sio siku ya makambi. Maanini tu? Mkutano wa makambi unaitwa. Na wenyewe tunasema asubuhi walifanya siku ngapi? 10 na ngapi? 14. Tumesoma kitabu cha maisha ya Ellen G. White. Inaitwa Mjumbe wa nani? Wa Kristo, ukurasa wa 92. Walifanya siku 7. Baada ya hapo kama wakaelewana waweke kwenye siku ngapi? 7 tena. Kwa 10 na ngapi? Mwaka 1844. Ndio mimi nimeandika yaani Kristo alifunga mlango wa ngapi? Mlango wa ngapi? Ule wa kwanza. Sawa? Funga mlango wa ngapi? Mlango wa ngapi? Mlango wa pili. Sawa? Alipofunga mlango wa kwanza, funga mlango wa ngapi? Ili sasa yatimie yale maandiko yaliyoandikwa. Sawa? Ambayo yameandikwa kwenye kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo 3:7 fungua mahali pale. 3:7 fungua mahali pale. Ili sasa yatimie maandiko yaliyoandikwa kitabu cha Ufunuo 3:7 mpaka 8. Soma hapa. Ndio pale. Ufunuo 3:7 inasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia ndio andika. Ndio. Haya ndiyo anenaye aliye mtakatifu. Aliye wa kweli. Ndio. Aliye na ufunguo wa Daudi. Ndio. Yeye mwenye kufungua wala hapana afungaye. Yaani maana Yesu amefungua wala hapana nini? Afungaye, amefungua mlango mwingine. Ndio. Naye afunga wala hapana afunguaye. Amefunga mlango wa wapi? Kitabu cha kwanza.
wala hakuna anayefanya nini? Anayefungua. Endelea. Na yajua matendo yako. Najua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa. Nimekupa mlango uliofunguliwa wapi? Mbele yako. Ule wa juu umefanya nini? Umefungwa. Maana yake ilikuwa ni huduma ya kufunga sehemu ya patakatifu. Na anafungua sehemu ya nini? Patakatifu hapa nini? Kwa sasa watu waingie kwa njia nini? Kwa njia ya imani. Ambako ndio kipindi kuhani yuko ndani ya chumba cha ngapi? Cha pili. Sasa ni muda wa kujikani nafsi. Sababu 1844 wakakuja wakabomoa watu. Wakabomoa huko wakatalia hapa. Ndio watu wako wapi? Hapa unajua hapa ni kulikuwa na nyama. Makuhani walipokuwa na ambao mtakula sawa, kulikuwa hapa kulikuwa na nyama. Huku ni kwa kufunga. Kulikuwa kuna nini huku? Huku kujitesa huku, chumba cha pili. Sawa? Ni kufanya kazi kwa kujikana, lakini leo wachungaji wote wako wapi? Kwenye nyama, chumba cha ngapi? Chumba cha kwanza. Sasa sifiwe. Sikia kwa makini. Wayahudi hawa wasioamini waliweka kielelezo cha kutojali na kutokuamini kati ya Wakristo wengi wa leo ambao hujipumbaza wenyewe wasishughulikie kujua kazi ya kuhani wetu mkuu. Katika mfano wa huduma ya kuhani hapa duniani, kuhani mkuu alipoingia katika patakatifu mno, Waisraeli wote walitakiwa kukusanyika na kuzunguka patakatifu huku wakijinyenyekeza mbele za Mungu kwa mioyo yao yote, ili wapate msamaha wa dhambi zao, wasije wakataliwa mbali na kusanyiko la watakatifu. Je, ni muhimu kiasi gani kwa huduma ya kuhani wetu mkuu sasa, ambayo ni kama siku ya upatanisho, jinsi inavyotupasa kuelewa wajibu unaotupasa kupitia kwa kipindi mwaka 1844 kulifunguliwa na kipindi kigumu cha majaribu mazito kwa wale wanaoshikilia imani ya marejeo. Nafuu yao ilikuwa tu kwa nuru iliyowaongoza waone umuhimu wa huduma ya patakatifu pa mbinguni. Walipoongojea na kuomba, waliona kuwa kuhani wetu mkuu ameingia katika patakatifu mno ili kuanza kazi ya sehemu ya pili. Wakamfuata kiroho kwa imani. Kiroho kwa nini? Kwa imani. Huo ndio usalama wao. Na sisi leo, hii ni pambano kuu, sura ya 24 ama Great Controversy, sura ya 20 ngapi? Na 4. Sawa? Sura ya 24 yote iko mahali pale yote. Kwa hiyo maana yake nini leo sasa? Kuhani wetu ni chumba ngapi? Ilitoka siku ya vibanda. Watu chumba cha ngapi? Chumba cha pili. Na ilifanyika baada ya kuhani kutoka. Ndio nikasema asubuhi labda hizi itakuwa ni new nini? New nini? No, itakuwa ni new model hii. Modify itakuwa hivyo hivi. Kama unaihamishia. Nikasema mafungu ya Walawi 23 usihamishie kwenye nini? Kwenye makambi. Hii haiitwi siku ya makambi, ila tu yanaitwa mkutano wa nini? Wa makambi. Hakuna neno sikukuu huku na huku. Usije na kwenye camp meeting, usije na mafungu ya Walawi kuwataka ndio hiyo tutapalisha. Kama ndio hii, hiyo sio hii. Hiyo sio namna gani? Hiyo sio hiyo ndugu zangu. Kwa sababu sifiwe. Kuna swali lingine? Niongeza nyingine kidogo. Kama mbili au mtu ambaye aliongeza nyingine. Basi nitaendelea kidogo kama kuna mtu. Walisifiwe. Kwa hayo ndio ambayo tunatakiwa kujua kwa undani sana. Ujumbe wangu jioni ya leo tuliwa kwamba tujue kazi inayofanywa na kuhani wetu chumba cha ngapi? Chumba cha kwanza imemalizika, amefunga hapa. Chumba cha ngapi? Tupe mlango uko wapi? Mlango uko mbele. Jambo yamekwisha. Kwani chumba cha ngapi sasa? Cha pili tena wapi? Tena mbinguni, akifanya kazi ya upatanisho. Sisi leo tunazunguka kambi kwa njia ya nini? Kwa njia ya imani. Tukiomba, tukiungama dhambi,
na mwisho wa yote Azazeli ambaye Shetani, dhambi zetu zote anawekewa nani? Yeye. Alafu sisi hao mbinguni. Ndipo kunakuwa na kambi la nini? La jambo ambalo hujawahi kuliona ile meza ya nini? Jambo la jiolojia ambalo ni ndefu kwa kuona hapata mwisho, kuangalia mwisho wake. Kwa tunaingia hapo kwa njia ya nini sasa? Tuko hapo kwa njia ya imani. Hii nyingine inayofanyika hapo tunakwambia siku ya vibanda ni maigizo, ni maigizo. Hayo ni maigizo. Hakuna siku ya vibanda ya mtindo huo inayofanyika, hii ni maigizo. Ndio unaona tuwachungaji leo kwa sababu niwaambie, unakuta mchungaji mmoja kwa mwaka anafanya makambi mangapi? 3 au 4 kabisa. Na makambi hayo kuna night allowance. Kama tunasema wafanyakazi wa wapi wa serikali, kama mtukwenda wapi? Ndio maana hiyo wananyang'ania kwa sababu kuna vitu fulani viko hapa. Wao tunafahamu vilikuwa pale. Kunapofanyika mchungaji anakuja mahali hapa. Kwanza wakina mama mjiandae, wakina mama. Mjiandae na nini? Na zawadi ya nini? Ndio sindikiza ya nani? Ya mchungaji. Yeye kwa atapewa pesa ya kusafiri, sawa, pesa ya kulala, pesa ya chakula, anapewa kule ofisini nini kabisa. Hela yote ile akisha mahali hapa inakaa wapi? Mfukoni, na nyinyi pia mtamshajiandaa tayari. Akifanya makambi 3. Msingi ujajenga msingi. Boma na boma. Halafu mwisho wa sasa kwa mama, ametenda maajabu nami siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Nilikuwa analala kwenye hoteli huyu. Hapo natamani yuko kwa nini? Nasikia vibanda. Hivi Haruni. Hawa leo nani zaidi? Hivi makuhani wa zamani wale nani zaidi? Kama makuhani zamani walilala kwenye vibanda na trumpet zao, wakapiga kwa ndani ya nini? Ndani ya vibanda, wanapiga trumpet zao ndani ya vibanda. Israeli yote kama inaitikia. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa kuwa fadhili zake za nini? Ziendelee. Malango ya Haruni na yaseme kwa kuwa fadhili zake za nini? Za Israeli. Israeli na yaseme sasa fadhili za nini? Za milele. Wanaitikia nani? Israeli wote wako ndani ya vibanda. Bwana asifiwe. Haikuruhusiwa kufanya kazi. Hiyo ndio maana ya matengenezo. Hiyo ndio nini sasa? Hiyo ndio matengenezo. Anayesema kufanya huko, anza na hiyo sasa. Tumekuonyesha. Kwa kuwa unasema ipo tu. Watu nakukubali unasema ipo. Wewe endelea kusema ipo, watu kukataza sio endelea. Sasa kama hata ipo, ifanye kama ilivyofanya nini? Nehemia 4:3. Na ni Ezra 4:3. Ezra 4:3. Soma hapa. Tupelekea mwisho. Ezra 4:3. Ndipo kunafanyika hapa. Soma hapo Ezra. Tokeza hapo baadaye kusoma Nehemia 4:13 na kuendelea. Ezra 4:3, alafu Nehemia 8:13 na kuendelea. Anza Ezra. Anayesema ipo basi aifanye kama ilivyoandikwa sasa. Ezra 4. Naam, fungu la 3. Ezra 4 fungu la 3 neno la Mungu linasema. Naam. Lakini Zerubabeli na Yoshua na 3:4 inasema 3:4 ndipo watu wa nchi Ezra 3 fungu la 4 ndipo watu wa nchi Ezra 3 fungu la 4 naam wakaishika sikukuu ya vibanda kama ilivyoandikwa wakatoa sadaka za kila siku kwa hesabu yake gani yake kama ilivyoagizwa. Ukisoma Hesabu 29 fungu la 12 pale kuna matoleo yaliyokuwa yamefanywa yameelekezwa. Kwa hiyo akina Ezra wakashika vile vile kama ilivyofanya nini? Na kulikuwa zinatolewa sadaka za kila nini? Kila siku inapokuja sadaka zake. Hapakuwa na sadaka za jumla. Kila siku sadaka yake. Wakatoa sadaka kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa. Bwana asifiwe.
wakatoa kama ilivyoandikwa, wakashika siku ya vibanda kama ilivyoandikwa. Je, leo nashika hivyo kama ilivyoandikwa? Nehemia 8:13. Nehemia 8:13. Hata siku ya pili, wakuu wa mbali za baba za watu wote na makuhani na Walawi wakamkusanyikia Ezra mwandishi ili wapate kuyasikiliza maneno ya Torati. Nasema nini? Wakaona ya kuwa imeandikwa humo katika Torati jinsi Bwana alivyoamuru ya kwamba wana wa Israeli wakae katika vibanda katika sikukuu ya mwezi wa 7, katika siku ya mwezi wa 9, wa 10, wa 11, wa 6, mwezi wa ngapi? Wa 7. Na ya kwamba wahubiri na kutangaza ya kwamba katika Yerusalemu na kusema, nendeni mlimani mkalete matawi ya mzeituni na matawi ya madrasi na matawi ya mitende na matawi ya miti minene ili kufanya vibanda kama ilivyoandikwa. Kama ilivyoandikwa waliokuwa wanafanya walifanya kama ilivyoandikwa. Huo ndio ujumbe wao. Kama nasema ipo, basi ifanye tarehe 10 ngapi? 10 ngapi? Mwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Halafu usikae wapi? Usikae nyumbani wala gorofani. Msiweke mtumiaji gorofani. Kama ilivyoandikwa. Na msifanye kazi yote ya nini? Ya utumishi. Kama ilivyoandikwa, muombe likizo wote mkae nini? Sasa leo kambi wao wanajaa nini? Sinajaga usiku tu. Watu wengi usiku. Ukianza asubuhi watu wao kazini. Jioni kama muda huu sasa kuanzia vipindi vya saa 11 pale vinaanza kufanyika kambi. Kuja sasa watu maana umetoka wapi? Haikuwa usiku kufanya kazi wewe. Kama ilivyoandikwa. Yesu sifiwe. Jioni ya leo basi sasa Mungu awasaidie sana na tujue ya kwamba hii ndio nini sasa. Hii ndio siku ya vibanda ambapo ilikuwa kusudiwa kufanyika hivi. Tofauti siku ya vibanda na nini? Na camp nini? Miti. Mungu awabariki sana na watie nguvu sana na wasimamie sana kwa jina la Yesu. Amen.